na hayo, dereva wa matatu iliohusika hapo jana kwenye ajali mbaya ya gari la moshi na gari la abiria katika eneo la Mutindwa na kusababisha vifo vya watu 12 amefikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya mauaji ya watu 9. Wakati huo chama cha maslahi ya wenye matatu kimewataka wenye magari ya abiria pamoja na vyama vya ushirika vya magari ya usafiri kuwafuta kazi madereva wenye kiburi na wasio na maadili mema kama hatua mojawapo ya kupunguza ajali za barabarani humu nchini. Edward Githae Wanjau, dereva wa gari la Umo Ina lililosababisha ajali na kuua watu 12 baada ya kugongwa na gari la moshi kwenye kivukio cha reli eneo la Mutindwa, alisomewa mashtaka ya mauaji katika mahakama ya Makadara. Ameshtakiwa kwa kuua watu 9. Githae pia anakabiliwa na mashtaka mengine mawili ya kuzuia reli mbali na kuendesha gari bila leseni. Githae alitoroka baada ya ajali kabla kujisalimisha kwa polisi saa 7 akisakwa. Aidha, Githae amekanusha mashtaka yote. Atazuiliwa na polisi kwa siku 7 ili kuwezesha polisi kukamilisha uchunguzi. Chama cha maslahi ya wenye matatu kimekashifu vikali ajali ya Mutindwa na kutaka wenye magari kuwachukulia hatua kali madereva wao. Whenever accidents have happened or road crashes like it happened the other day, wacha magari ambayo ni ya kampuni hiyo, ni ya sako hiyo, ya sakwe. Ndio hiyo sako au kampuni ionekana kama inazingatia sheria kama vile ziko. Driving is a career and drivers should carry their own cross. Serikali imetakiwa kufanya halahala kupanua barabara za Outer Ring na Jogoo mbali na kubomoa vibanda vilivyoko kando kando barabara na reli mara moja. This Umo Ina thing is part of it's a big contribution because the matatu guys are taking shortcuts. That railway line which has been done there, that was not a road, never, but people built it. People were using it to walk. Chama cha wanasheria sasa kimefika mahakamani mjini Mombasa kikitaka kamanda wa trafiki Samuel Kimaru kutimuliwa. Wanasheria wanasema Kimaru amekuwa mtepetevu katika kusukumiza maafisa wa trafiki kukabiliana na madereva wanaokiuka sheria za barabarani. Takriban watu 3,000 hufa kila mwaka kwenye ajali za barabara, kando na maelfu wanaonusurika na kusalia walemavu maishani. Patrick Amimo, KTN leo.